Kuna miaka fulani ikifikia, inatakiwa utengeneze maarifa yako, tengeneza ufahamu wako, ongeza kipato chako, maana kuna vitu vingine havina maana unapofikia umri fulani. Anyway, nakuja kuongelea leo kutokana na masuala yanayoendelea hapa Marekani ya wanandoa kuchitiana. Mimi naamini kwamba haya yote yanatokea kutokana na sisi wenyewe vijana wanaoingia kwenye ndoa. Wengi tunaingia kwenye ndoa hatupati mafunzo ya ndoa. Wengi tunaingia kwenye ndoa kwa sababu ya msukumo wa mwili, msukumo wa familia, wa jamii na marafiki, lakini hatuna uelewa na hatuna elimu ya ndoa. Hiyo inatusababisha walio wengi hatujui kipi cha kufanya kwenye ndoa. Kwa sisi wanaume, yatakiwa wewe kama mwanaume, jenga urafiki na mwanamke wako, jenga ukaribu na mwanamke wako. Lakini walio wengi wanaweka ubabe kwa wanawake wao, wanaweka mambo ya ugomvi kuliko ya urafiki. Mwanamke huwaga anahitaji urafiki. Anapokosa urafiki kwako wewe mwanaume, anaweza akatekwa na mtu mwingine hata makazini wanapoenda, kwa sababu akipata mtu ambaye anamjali, anampa ule ukaribu, anayempa ule urafiki zaidi, anaweza akatekwa. Maana viumbe kama mwanamke ni watu ambao wanatekwa kihisia zaidi wanaposogezwa na mtu kwa upande wa urafiki. Kwa hiyo ndugu zangu, tu tunajitahidi kwenye masuala ya urafiki na wanawake, masuala ya ukaribu. Wengi hatujaingia kwenye ndoa kwa swala moja au nyingine, lakini tutaingia kwenye ndoa. Lakini je, umejipangaje kwenye kifikra, kwenye umakini wako wa maisha, kiuchumi? Mengine yanakuja baadaye, lakini kuoa kupo, ila mambo mengine tuyajenge wenyewe kabla ya ndoa na hata tukiingia kwenye ndoa. Maana tukiangalia wazazi wetu wenyewe hawatupi ule muda wa kukaa na sisi chini kutuelekeza unaweza ukaishi na mwanamke hivi. Hawachukui muda wa kuelekeza madada zetu, unatakiwa uende ukae na mwanaume hivi. Yatupasa sisi wenyewe kufuatilia mambo ya ndoa, kufuatilia kipi unaweza ukafanya, kufuatilia kipi ambacho unaweza ukafanya ili uishi na mwanaume, ama vipi unaweza ukaishi na mwanamke. Kwa hiyo kuna vitu vingine wewe mwenyewe wapaswa kujiongeza kutoka machache, na amini mmenielewa.